Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa uko mzima wa afya na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Mimi ni Omari Makilele Ozil. Katika taarifa zetu hizi za habari tuanzie huko Kinshasa, makao makuu ya nchi ya DRC, ni kwamba msemaji wa jeshi la taifa FARDC Sylvain Ekenge amesema kuwa serikali kuu ndio iliyomteua Jemedari Olivier Gasita kwenye wazifa wa kuongoza operesheni za kijeshi kusini mwa jimbo la Kivu Kusini. Sikiliza hapa Safari Alimasi Dilwe pamoja na Isake Mulucha Ashibe ambao wamechambua zaidi habari hii. Naam, msemaji wa FARDC Generali Sylvain Ekenge anaamini kwamba changamoto iliyotokea kisha kuteuliwa kwa Generali Gasita ni ujanja wa maadui wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanatafuta kugawanya Wakongomani haswa kupelekea wazalendo kupigana na FARDC. Kwa kweli uteuzi wa Generali Olivier Gasita kwenye wazifa wa kuwa mkuu wa operation na upelelezi wa kijeshi huko Uvira, Kivu Kusini unaendelea kuwa mshamvutano mkubwa. Kutokana na maandamano ya wapiganaji wazalendo washirika wa FARDC, msemaji wa jeshi la taifa FARDC Generali Sylvain Ekenge alilaani ujanja wa maadui wa jamhuri wanaolenga kugawa Kongomani. Safari Alimasi na hapa na mnukuu Generali Sylvain Ekenge. Generali Gasita aliteuliwa na uamuzi wa uongozi wa juu. Ana sapoti kubwa na kamili ya vikosi vya jeshi, hasa viongozi wa kijeshi, na viongozi hawa wanajua kuwa ni mzalendo ambaye hajawahi kujitenga kamwe. Ingekuwa ni hivyo, jeshi lingekuwa tayari limeshamweka kando kama ilivyokuwa kwa wengine ambao leo wanazuiliwa, alisema Generali Ekenge, msemaji wa jeshi la taifa FARDC. Lakini Isaac, maandamano yaliendeshwa Alhamisi Septemba 4 na kusababisha majeraha kwa raia watatu ikiwemo madereva wawili wa pikipiki. Vizuizi viliwekwa kwenye eneo la kimkakati Kilomoni na kupelekea kuzorota kwa biashara kati ya Burundi na Uvira. Na ndiye aliyepelekea kuanguka kwa mji wa Bukavu mikononi mwa M23 mwezi Februari. Meya makamu wa mji wa Uvira Kifara Kapenda Kiki ameitisha mwisho wa maandamano. Generali Gasita ambaye alikuwa amenusurika jaribio la mauaji katika eneo la Ruzizi, alikuwa amekimbilia katika nchi ya Burundi kabla ya kuitwa na viongozi wake Pakisangani na Kinshasa. Lakini zake kwenye swala hilo, mbunge wa taifa mchaguliwa wa tarafa la Uvira Justin Bitakwira amevunja ukimya wake na kuonekana akiunga mkono maandamano yaliyoitishwa mjini Uvira, Kivu Kusini, baada ya kuteuliwa kwa Generali wa Brigade Gasita Mukando Olivier kuwa kamanda msaidizi anayehusika na operation na ujasusi kwenye jimbo la 33 la kijeshi. Maandamano yaliyoitishwa na mashirika ya kiraia yakidai kuondolewa kwa afisa huyo mjini Uvira. Uvira haitakuwa jalala la utovu wa usalama. Ndivyo amesema Justin Bitakwira Safari Alimasi katika ujumbe uliorekodiwa Alhamisi tarehe 4 Septemba mjini Kinshasa. Bitakwira alisema anawajibika kutoa malalamiko ya waliompigia kura. Kinachoendelea Uvira kinastahili uangalizi maalum. Inawezekanaje afisa wa jeshi anayetuhumiwa kuiacha miji kama Bunagana, Ruchuru, Goma na hata Bukavu apewe uongozi wa Uvira? Aliuliza hivyo Bitakwira. Mbunge huyo anakumbusha kwamba Generali Gasita alikuwa msaidizi wa Generali Yav, kamanda wa mkoa wa 63 wa kijeshi, ambaye aliondoka mjini Bukavu muda mfupi tu kabla hujatekwa na wahasi. Kwa upande wake, kosa hilo latosha kumondoa Gasita katika nafasi nyeti yoyote ya kijeshi. Lakini pia kwa mujibu wa Bitakwira Isaac, maandamano ya Uvira hayahusiani na kabila, ukoo au jamii yoyote, bali yanahusiana na wazifa wa mtu binafsi. Anaona kwamba uamuzi wa kumpa Gasita uongozi wa kimkakati katika eneo nyeti kama Uvira ni tishio kwa usalama wa kikanda. Alitoa wito moja kwa moja kwa Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi na serikali yake ili kuzingatia upya uteuzi huo. Kwa kumalizia Safari Alimasi, wakati hali ya mvutano ikiendelea kushuhudiwa mjini Uvira, msimamo wa Bitakwira unazidisha mjadala kuhusu muhimu wa uteuzi wa Generali Gasita. Wananchi kwa upande wao wanaendeleza pressure kupitia siku bila kazi na wanatishia kuanzisha harakati za kutokutii serikali. Na huko katika mji wa Uvira ni kwamba mtoto mmoja kufariki na mwingine kujeruhiwa vikali. Hayo ndio matokeo ya risasi nyingi zilizopigwa kwa masaa zaidi ya 3 na wazalendo usiku wa kucha siku ya 6 ya wiki tunayo pa Uvira. Hali ya usalama mjini Uvira mpaka sasa inaripotiwa kuendelea kuzorota kila kuchao. Taarifa tunazo ni kwamba milio ya risasi kusikika kwa wingi ni ishara ya wazalendo kuonyesha mtazamo wao wa kutokubaliana na ujio wa Jemedari Olivier Gasita ndani ya mji wa Uvira, kama alivyohakikisha hapa mwanasheria chako changu Bon Ane. Kuanzia siku ya pili hadi leo siku ya tatu, Uvira ville territoire iko ndani ya mgomo mkubwa sana. Mgomo baridi ama ville mote ambayo ilifanya kwamba watu wa Uvira civil wakishindikizwa na wazalendo kukataa presence ya Generale Olivier Gasita ambaye amewekwa wa 33e region militaire na nafasi ya renseignement operation. Jana siku ya 5 kulikuwa kikao kikubwa sana kwenye meri ya Uvira ambayo inaitwa
Conseil local de sécurité élargie ilikuwa na pointi moja. Pointi ya kujua wanani wanaorganize ville morte, wanani watarepondre kwa madega mbalimbali ambazo inaleta, lakini pia conclusion gani ambayo inaweza ikakamatiwa mle ndani. Kisha meya wa jiji kuongea, commandant secteur general kuongea, mzalendo kamanda wa NPCC William Amuri ya Kutumba kuongea, na wengine civil na wengine kuongea. Renyo imeonekana kwamba vitu inaendelea mpaka siku ambapo Gasita atatoka mnamo vile ya Uvira, na ndio maana mpaka leo ya posho vile morte inaendelea mpaka siku ambapo Gasita atatoka katika vile ya Uvira ama atatolewa kunako 33e region militaire. Wanareproche nini kwa Gasita? Wanasema kwamba yeye amekuwa pamoja na wale ambao wameangusha Goma, wameangusha Bukavu, na raia wakishindikiza na wazalendo hawapendi kuona vile resistance vile ya Uvira nayo ikianguka. Hiyo ndio imekuwa malengo makubwa ya Renyo, na kwa sasa milio ya misasi inalia kila siku. Usiku wa leo masasi imelia kuanzia 21h mpaka saa 7 usiku, na imeonekana kwamba mtoto mmoja amekufa Kalundu na mwingine mmoja amejeruhiwa Kalundu pia. Ndio ilikuwa bila ya masasi, na hiyo inaonekana wazalendo wakipresente mecontentement yao kwa ajili ya presence ya General Olivier ndani mwenye apendi kutoka katika vile ya Uvira. Na alipoulizwa ni wanani wenye kuwa na neno la mwisho ndani ya mji wa Uvira kati ya wazalendo na jeshi la taifa FARDC ili mvutano huo uendelee mpaka sasa, Chako Changu Bonane amejibu mara tena. Ni ukweli kwa sasa haiko siri. Wazalendo wako na neno ya mwisho ya kuongea kwa ajili ya usalama hapa. Wazalendo wengi na wao ndio walikamata mwingine. FARDC imekuja kisha kuzalendo mwetreze mwingine. FARDC imekuja, polisi imekuja, autorite mmoja imekuja, apre kusikia wazalendo kamata mwingine. Ndio maana wazalendo kisi ni wengi wao katika pati zote, wanatawala kabisa pati zote, pia haiko siri, na wao ndio kwa neno ya mwisho. Autorite de l'etat iko kabisa, kiukweli iko na inashimama na inafanya kazi kabisa, na wala hakuna jambo ambalo watu wanaweza wakaliogopea. Watu wanafanya kazi, mambo yote iko salama salimini. Kuko ile communication ya Etat Major General ya FARDC kwa niveau ya Kinshasa imereaffirme, imekubali kwamba Gasita Olivier ni mzalendo halisi na amekuwa affecté pale officiellement par l'ordonnance présidentielle. Wazalendo na raia na reconnaître kama Gasita ni soda wa Kongo kweli, na presence yake hapa kunako 33e region militaire pour renseignement na operation, et surtout katika vile ya Uvira ndio ambayo raia imekataa, wakishindikizwa pia na wazalendo. Ndio maana tumeomba kwamba atoke, arudishwe kwenye amekuwa, watu wachie mwingine yetu kwa salama salimini. Hiyo ndio tumeomba, raia imeomba. Na analiza ni kwamba mnamo matera ya usalama wanasema kwamba atakavyo raia ndivyo serikali itende. Chekedi aone kwamba raia ndio imemchagua, na wao ndio wanajua siri nyingi kwamba kwa ajili ya usalama wao na mambo mengine. Na utaelewa na mimi kwamba kwa nini waarete General Yana ambaye alikuwa na Gasita hiyo wa mwaji. Ndio maana hayo mambo inabidi kuyawaza sana kabisa. Nikijulisha kwamba wazalendo wanafanya kazi, wanachunga mwingine na wala hakuna tatizo moja. Tunakuomba ni kwamba kiongozi wa nchi asikilize maombi ya raia ili kwamba tuishi kwa amani kwa pamoja, na kusema kwamba Gasita anashakiwa na arudi kwenye alikuwa akituacha kwa salama sahihi. Na huko katika mji wa Baraka ni kwamba mkuu wa sekta ya Lulenge Zawadi ya Bandelwa Abambe ametembelea kwenye kambi ya wazalendo kundi la SNPCC Payepe mjini Baraka kwa ajili ya kuwapa msaada wa chakula na ujumbe wa kuwatia moyo. Akiwa mbele ya microphone za Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Zawadi ya Bandelwa Abambe, mkuu wa sekta ya Lulenge, amesema kuwa ni wajibu wake yeye kama mkuu wa sekta kutoa msaada na kuwapa moyo wazalendo wanaopambana usiku na mchana kwa ajili ya amani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kweli kwa swali ambayo unatuliza kwamba tulitembelea Kuyepe kwa wazalendo wetu wa kikundi cha CNPCC,
Unauliza ni nini kisa na kiini ya sisi kutembelea wazalendo wetu. Kwanza nitakwambia ya kwamba mimi chef de secteur wa Lulenge Zawadi ya Bandilo wa Bambe ni mzalendo halisi kati ya wale wazalendo. Sababu si mtu tu kuwa mkongomani ndio maana anaweza kuwa mzalendo. Wazalendo ni mtu mwenye kujua kutetelea haki ya nchi yake na bila kukaribisha adui katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kweli nilikuja kuwaona na si kwamba wakati nakuja kuona kikundi ya SNPCC na siwezi kuona kikundi ingine ya wazalendo. Donc ninabeba wazalendo wote en general kwamba ni watoto wangu na ninawajibika kuwaona na kuwasikiliza katika magumu yote. Leo siku ya 6 ya tariki 6 ya mwezi wa kenda nilikuja kumuona Kamanda Chalumba na kikosi yetu kubwa kuweza kuwapa msaada kidogo ambao tulikuwa nayo na kuwapa un message ya reconfort, sababu kazi kubwa ambao wanatumika ni kwa ajili ya kutetelea udongo wetu wa Kongo. Wao sio wazalendo tu wa Fizi, lakini ni wazalendo ambao wanatetelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo watenire fort, sababu adui hata kuwa na nguvu wakati tukiwa sisi wote tunaungana. Na ndio message yangu kutaka kuambia kwamba tunaweza kuwa pamoja na adui hata kuwa na nguvu. Hata hivyo, kamanda wa SNPCC mjini Baraka Bwana Chalumba Leonard amesema kushukuru vya kutosha msaada uliotolewa na mkuu wa sekta ya Lulenge. Vraiment tunashukuru sana chef de secteur wa Lulenge anatufikia hapa kwa makao makuu yetu Kuyepe. Alifika kutusalimia kuona watoto. Vraiment tunashukuru sana kwa msaada kidogo alituletea, msaada kidogo bunga. Tukaona na message yenyewe alituletea ya kutupa nguvu ya kufanya kazi. Njoo ile yenyewe tuko tunasema mara kwa mara kila mtu anapaswa kuwa mzaliwa na mzalendo wa nchi yake, na sisi wote tunapaswa kutumikia kazi pamoja. Vraiment tunashukuru mzee wetu huyu kwa kutufikia na kutupa nguvu na kutupa message ya kufanya kazi. Mwishowe mkuu wa sekta ya Lulenge Bwana Zawadi ya Bandilo wa Abambe ametoa ufafanuzi kuhusu adui ni nani. Adui ni nani? Adui ni Mnyarwanda na wakomplisi wao wote wenye kuwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi kama wazalendo hatutakubali. Ni sherti tuwavushe na tuhakikishe kwamba kimeeleweka. Hiyo ni message ambayo nilitaka kuya kuwaambia na kweli wameipokea kwa furaha. Ambayo naweza kuambia raia wote wa tarafa la Fizi na tarafa kando kando za Uvira ni kwamba hatuna nchi nyingine. Nchi yetu ni Kongo na tunawajibika kuitetelea hadi kieleweke. Ni kwamba adui asikuwe na nguvu wakati tunaungana sisi wote kwa pamoja. Ni message yangu yenye ninataka kuambia wakongomani wote tuwe kwa pamoja. Adui Mnyarwanda na wakomplisi wake wote wasiwe na nguvu, sababu hatuna nchi nyingine. Na hatutaenda jamais kwenda nje ya nchi wakati tukiwa determiné et soudé. Voilà ile ndio message ningepashwa kuambia raia wa Fizi na wale wa territoire ya Uvira. Tumalizie taarifa zetu hizi za habari na uko Fizi Center ni kwamba administrator wa tarafa la Fizi ameomba kwa serikali kuu na mashirika ya kihutu kuwajia na misaada raia waliokimbia vijiji vyao kwenye milima mirefu kutokana na mapambano ya kivita inayoripotiwa kila kuchao katika maeneo hayo. Sami Kalonji Badibanga ni namba 1 wa tarafa la Fizi amesema kuwa kila kuchao mapambano makali kati ya Twirwaneho wanaojiunga na M23 zidi ya wazalendo inakuwa ikiripotiwa maeneo hayo ya milima mirefu ya tarafa la Fizi. Tumsikilize. Ngambo ya usalama mdogo, mnajua kwamba yulu ya milima mirefu ya tarafani Fizi kuna mapambano makali sana kati ya jeshi letu kusaidiwa na wazalendo wetu kupikanisha group wajambazi wa rukaruka wa Red Tabara, Twirwaneho na Nkumino benye kujiunga na M23 ya Rwanda. Mnajua ya kwamba mavijiji vya kutosha vilisha kuwa mumikono ya FRDC na wajambazi wa Red Tabara wengi wamefariki mapikano makali yenye FRDC na wazalendo waliwasababishia kwa kukomboa nchi yetu na kukomboa tarafani yetu ya Fizi
kambo ya bilima birefu ya tarafani Fizi. Wakati ya mapambano, wakimbizi wa ndani wanaendelea kuongezeka. Wengi wako mu majamaa za pokeza na wengi wako vikundi mu groupement ya Bashi mu Nyaka Sud ngambo ya sekte ya Lulenge na mu groupement Bashi Mukuma Sud mu sekta ya Mutambala na sehemu nyingine iko mu sekta ya Tanganyika. Tunasema kwa government yetu ya jimbo, kwa government ya taifa na kwa partenaire humanitaire wote wenye kutumika ndani ya tarafani Fizi au wakimbizi wanateseka, na hivi mvula inataka karibia, watakuwa mshida kubwa sana. Msaada ya kusaidia wamama, wa binti, watoto wadogo wenye hawakumaliza shule ni ya lazima sana. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makelele Ozil.